Hichi ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Marekani, Israeli na Iran, lakini kwa sasa sio vita vya moja kwa moja vya kurushiana silaha. Ni vita vya maneno ya hapa na pale mara baada ya usitishaji ambao ulifanyika wa wiki mbili ambao kwa sasa umeonekana kuendelea, na hii tunapozungumzia tunaelekea sasa kwenda kuianza wiki ya 3 tangu vita hivyo viweze kusitishwa. Na kumekuwa na mambo mbalimbali. Siku ya Jumatatu ambayo ilikuwa inatajwa mazungumzo mengine yangefanyika baina ya Marekani na Iran pale Islamabad, Pakistan. Nikwambie Iran walisema hawatoshiriki katika mazungumzo hayo, licha kwamba Marekani pia ilitunisha msuli kupitia kwa rais wao kusema wasiposhiriki ataanzisha tena mashambulizi na mengine mengi, lakini yamekuwa ni mambo ambayo hayajafanya jambo lolote. Na uwezekano wa duru ya pili ya mazungumzo ya kukomesha vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran uko mashakani, wakati Teherani ikisema hakukuwa na mjumbe wake aliyekwenda Islamabad kukutana na ujumbe wa Washington. Mapema siku ya Jumanne, kituo cha television cha serikali ya Iran kimechapisha tangazo la indhari linalosomeka kwamba hakuna ujumbe wowote kutoka Iran uliokwenda Islamabad mpaka sasa. Tangazo hilo lilipokelewa kwa wasiwasi mkubwa kwamba huenda lilimaanisha kumalizika kipindi cha kusitisha mapigano bila makubaliano, na hivyo vita vilikuwa vinarejea upya. Hakukuwa na tamko rasmi kutoka ndani ya serikali ya Iran linalozungumzia uwepo wake mjini Islamabad, ambako kumekuwa na matayarisho ya kiwango cha juu kwa ajili ya duru hiyo ya pili ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Na Marekani kwa upande wake ilisema ingelimtuma tena makamu wa rais JD Vance kuongoza ujumbe wake kwenye mazungumzo hayo, lakini Teherani haijasema nani, hata kama itakwenda itamtuma nani kuongoza timu yake, ambayo mara ya kwanza ilikuwa chini ya spika wa bunge Mohammad Bagher Kalbaf, mmojawapo wa wanasiasa wenye nguvu sana katika taifa hilo. Na nikwambie, spika huyo wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalbaf amesema Teherani haitakubali kufanya mazungumzo na Washington chini ya kivuli cha vitisho. Katika ujumbe aliochapisha kwenye akaunti yake ya X Jumanne, Kalbaf alimkosoa rais wa Marekani Donald Trump akisema anachukua hatua kwa msingi wa dhana potofu. Kauli zake zilikuja kufuatia kile Iran ilichokieleza kuwa ni ukiukwaji unaoendelea wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa wiki 2 zilizopita. Ukiukwaji huo unajumuisha mzingiro wa baharini pamoja na mashambulizi dhidi ya meli ya biashara ya Iran katika bahari ya Oman siku ya Jumapili. Spika Kalbaf, ambaye kwa sasa ni mkuu wa timu ya mazungumzo, amesema Trump kwa kuweka mzingiro wa majini na kukiuka usitishaji mapigano anajaribu katika dhana yake mwenyewe kuigeuza meza mazungumzo kuwa meza kujisalimisha au kutoa kisingizio cha kurejesha uchochezi wa vita. Kalbaf amesisitiza kuwa mbinu za mashinikizo hazitakuwa matokeo chanya katika meza mazungumzo, na amesisitiza kuwa hatuwezi kukubali mazungumzo chini ya kivuli cha vitisho, na kuongeza kuwa kwenye kipindi cha wiki 2 zilizopita tumekuwa tukijiandaa kufichua kadi mpya uwanjani. Kauli hizo zinakuja wakati duru inayofuata ya mazungumzo kati ya Tehran na Washington imezingirwa na hali ya kutokuwa na uhakika kufuatia hatua mpya za uchokozi wa Marekani dhidi ya Iran baharini, na hii ilijumuisha tukio ambalo jeshi la wanamaji la Marekani limekiuka usitishaji wa mapigano kwa kulenga meli ya kibiashara ya Iran katika bahari ya Oman. Jeshi la Iran limesema tukio hilo ni ukiukwaji wa taratibu za baharini na kusisitiza kuwa litajibu uchokozi huo. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya Marekani, ujumbe wa Marekani ulitarajiwa kusafiri kuelekea Islamabad Jumanne kwa duru inayofuata mazungumzo na ujumbe wa Iran. Vilevile, msemaji wa Umoja wa Mataifa amekosoa wazi vitisho vipya vya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kushambulia miundombinu ya Iran endapo matakwa ya Washington hayatatekelezwa. Amesema hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha uharibifu wa miundombinu ya taifa lolote au kusababisha maumivu na mateso kwa raia. Kwa mujibu wa mwandishi wa IRNA Stephane Dujarric, msemaji wa Umoja wa Mataifa amewaambia wanahabari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kuwa, ninarudia kile tulichokwisha sema, hakuna lengo la kijeshi linaloweza kuhalalisha uharibifu kamili wa miundombinu ya kiraia au kulenga kuwaletea raia mateso kwa maksudi. Kuhusu hali ya sasa katika lango bahari la Hormuz, Dujarric ameongeza kuwa tumeshuhudia shughuli nyingi na kusema kweli kuna hali ya mkanganyiko mkubwa kuhusu kile kinachoendelea katika eneo la Hormuz. Aidha, amesema kilicho wazi kwetu ni kwamba katibu mkuu bado ana wasiwasi mkubwa kuhusu vizuizi vinavyoendelea kutumika na matukio ya baharini tuliyoyaona ndani ya saa 48 zilizopita. Msemaji wa Umoja wa Mataifa amebainisha, msimamo wetu uko wazi, ni lazima tuone urejeshaji kamili wa haki za kimataifa za usafirishaji majini na uhuru wa meli kupita katika mlango bahari wa Hormuz, na hili linapaswa kuheshimiwa na pande zote. Akizungumzia athari za vita vya Marekani dhidi ya Iran na hali ya lango bahari la Hormuz, ameongeza kuwa kama sikosei, takriban 10 hadi 12 ya mbolea
inayotumiwa duniani imekwama. Tumeona ongezeko la bei ya mbolea na urea. Aidha, amesema bei ya mafuta sio tu imepanda, bali imepanda katika mazingira yasiyo na utulivu wowote. Afisa huyo mwandamizi wa Umoja Mataifa amesema kuwa masuala haya yote yanaathiri mashirika ya Umoja Mataifa, uwezo wao wa kupanga na kufanya ununuzi kwa ufanisi. Ikumbukwe, Marekani baada ya kuanzisha vita dhidi ya Iran na kukabiliwa na matokeo mabaya ya kiuchumi na kisiasa, sasa inajaribu kujinasua kutoka kwenye kinamasi kupitia kile inachokiita diplomasia ya amani kwa njia ya nguvu. Na kwa upande mmoja inatuma ishara chanya na kudai kuwa iko tayari kwa mazungumzo, na kwa upande mwingine inaendelea kutumia vitisho na mashinikizo ili kufikia matakwa yake katika meza mazungumzo. Wakati ikizungumza juu ya majadiliano, Marekani bado inaendeleza mzingiro wa kijeshi baharini dhidi ya Iran kwenye kipindi cha kusitisha vita, jambo ambalo ni ukiukwaji wa wazi wa mapatano hayo. Rais wa Marekani Donald Trump hatafungua mlango bahari wa Hormuz hadi makubaliano na Iran yatakaposainiwa, licha bei ya mafuta kupanda huku kukiwa na kizuizi kinachoendelea, ameiambia Bloomberg katika mahojiano. Wanataka ni ufungue, wa Iran wanataka sana ufunguliwe. Sitaufungua hadi makubaliano yatakaposainiwa. Shirika hilo linabainisha kuwa bei ya mafuta imepanda kwa sababu Marekani imeshikilia kizuizi chake cha mlango huo, huku jeshi la wanamaji likikamata meli yenye bendera ya Iran. Vile kukamatwa kwa meli ya makontena ya Iran na Marekani si kitu kingine ila ni kitendo cha uharamia wa baharini. Teherani inaitaka Washington kuiachilia meli hiyo na wafanyakazi wake pamoja na wanafamilia wao, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ilisema. Vile taarifa za umma zinazokinzana za Rais wa Marekani Donald Trump zina madhara kwa mchakato wa mazungumzo na Iran. CNN inaripoti kinukuu maafisa utawala wa Washington wa Iran hawakuthamini Rais wa Marekani kufanya mazungumzo kupitia mitandao ya kijamii na kuifanya ionekane kana kwamba walikuwa wamesaini masuala ambayo bado hawajakubaliana na ambayo hayapendwi na watu wao nyumbani. Mtangazaji huyo alimnukuu afisa akisema maafisa hao pia waliashiria kutokuamini sana kwa Iran Marekani. CNN inabainisha kuwa taarifa za umma za Trump zimeendelea tu kuongeza kutokuwa na uhakika kuhusu mazungumzo. Siku ya Jumatatu alisema kwamba makamu wa rais wa Marekani JD Vance angesafiri kwenda Islamabad kwa mkutano na maafisa wa Iran, lakini baadaye mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz na waziri wa nishati Chris Wright walisema kwamba JD Vance angeongoza ujumbe wa Marekani. Baada ya hapo, Trump akasema kwamba Vance alikuwa tayari ameondoka kwenda Pakistan, lakini vyanzo kadhaa vilibainisha kuwa makamu wa rais alipanga kuondoka kwa mazungumzo Jumanne. Ujumbe wa Iran katika mazungumzo ya Islamabad na Marekani bado hawajaondoka kwenda Pakistan. Mtangazaji wa serikali ya Iran amesema kulingana na chombo cha habari, ujumbe mkuu na ule unaounga mkono bado haujaondoka kwenda Pakistan, huku ripoti za vyombo vya habari kuhusu kuondoka na kuna wasili kwa ujumbe wa Iran nchini Pakistan si za kweli. Vile Iran imewaambia wapatanishi wa Pakistan kwamba itafanya mazungumzo na Marekani wakati masharti yake yatakapotimizwa. Shirika la habari la Tasnim limesema kulingana na shirika hilo, Teherani haioni umuhimu wowote katika mazungumzo hadi vikwazo vya msingi kuelekea makubaliano yanayokubalika viondolewe. Iran pia inadhani kwamba uvumi wa vyombo vya habari kuhusu mazungumzo hayo ni udanganyifu na iko tayari kwa shughuli za mapigano ikiwa inahitajika. Teherani inasisitiza kwamba kizuizi cha majini cha Marekani chenye mlango bahari wa Hormuz ndio kikwazo muhimu zaidi kwa mazungumzo, Tasnim ilisema, na kuongeza kwamba madai mengi ya Washington ni kikwazo kingine. Vile rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba yuko tayari kuanza tena hatua za kijeshi dhidi ya Iran ikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande hizo yataisha bila makubaliano mapya kufikiwa. Anasema kisha mabomu mengi yanaanza kulipuka, aliambia PBS News akijibu swali linaloulizwa ni nini kitatokea ikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano ya wiki mbili yataisha bila makubaliano mapya. Katika suala hili, kiongozi huyo Marekani alibainisha kuwa Washington na Tehran zimekubaliana kuendelea na mazungumzo huko Islamabad. Hata hivyo, alikiri kwamba hawezi kusema kwa uhakika kama Iran itatuma ujumbe katika mji mkuu wa Pakistan. Atasema sijui, na maanisha wanatakiwa kuwa huko, tulikubali kuwa huko, ingawa wanasema hatukufanya hivyo, lakini hapana, ilianzishwa na tutaona kama iko huko au la. Ikiwa haipo, hiyo ni sawa pia. Rais wa Marekani Donald Trump amekataa kwamba ni Israeli iliyomshawishi kwenda vitani na Iran. Anasema Israeli haijawahi kunishawishi niingie vitani na Iran. Matokeo ya Oktoba 7 yaliongeza maoni yangu ya maisha yote kwamba Iran haiwezi kuwa na silaha ya nyuklia. Na ikiwa viongozi wapya wa Iran ni werevu, Iran inaweza kuwa na mustakabali mzuri na wenye mafanikio. Kulingana na utabiri wake, matokeo nchini Iran yatakuwa ya kushangaza. Rais wa Marekani Donald Trump anasema hafikirii kwamba wakati ni mpinzani wake kwenye hali inayozunguka Iran.
Anasema sitawaacha wailazimisha Marekani kufanya makubaliano ambayo si mazuri kama ilivyoweza kuwa. Nilisoma habari bandia zikisema kwamba niko chini ya shinikizo la kufanya makubaliano. Hili si kweli. Sina shinikizo lolote, ingawa yote yatatokea haraka sana wakati si adui yangu, aliandika kwenye jukwaa lake la ukweli wa kijamii akitoa maoni kuhusu mawasiliano na Iran. Ikiwa makubaliano yatatokea chini ya Trump, yatahakikisha amani, usalama si kwa Israeli na Mashariki ya Kati pekee, bali kwa Ulaya, Amerika na kila mahali pengine. Itakuwa kitu ambacho dunia nzima itajivunia, aliandika kwenye chapisho lake. Rais wa Marekani pia ameonyesha imani kwamba Iran itaendelea kufanya mazungumzo na Marekani. Anasema watajadiliana, wasipofanya hivyo wataona matatizo ambayo hawajawahi kuona hapo awali, alisema kwenye mahojiano na mtangazaji wa radio John Fredericks. Natumaini watafanya makubaliano ya haki na watajenga nchi yao, lakini watakapofanya hivyo hawatakuwa na silaha ya nyuklia. Hatuwezi kuruhusu hilo kutokea, kiongozi huyo Marekani alisisitiza. Na amesema Marekani hivi karibuni itahakikisha ahadi ya Iran ya kutomiliki silaha za nyuklia. Anasema nadhani itatokea haraka sana, alisema kwenye mahojiano hayo na mtangazaji John. Vile Rais wa Marekani Donald Trump anasema kuchimba urani iliyorutubishwa kutoka chini ya ardhi katika maeneo ya nyuklia ya Iran yaliyolengwa katika msimu wa joto 2025 kutachukua muda mrefu. Kulingana na kiongozi huyo wa Marekani, mashambulizi yaliyofanywa na Marekani mwezi Juni mwaka jana yalisababisha kuangamizwa kabisa kwa maeneo ya nyuklia ya Iran. Kwa hivyo, kuichimba itakuwa mchakato mrefu na mgumu, aliandika kwenye Trust Social. Vile vita na Iran vinadhoofisha mamlaka ya Marekani duniani na kuharakisha mgawanyiko katika uhusiano wa Washington na ulimwengu wote, Politico imeripoti. Kulingana na gazeti hilo, viongozi wa dunia wanalazimika kushughulikia masuala kama vile uhaba wa mafuta na vikwazo vya matumizi ya usafiri, hivyo kushughulikia matokeo ya vita ambavyo hawakuvitaka. Katika nchi nyingi ambapo idadi kubwa ya watu ni Waislamu, hisia za kupinga Marekani sasa zinatawala, mara nyingi kwa idhini ya kimya kutoka kwa mamlaka. Hata washirika wa NATO wa Marekani wanapunguza uungaji mkono wao kwa Washington, wakibainisha kwa utawala wa Marekani haukuona ni muhimu kushauriana nao kabla ya kuanza kwa kampeni ya kijeshi dhidi ya Iran. Kwa watunga sera, hii vita na Iran inaibua maswali magumu ya muda mrefu kuhusu muungano huo. Ni kwa kiwango gani tunaweza kwenda ili kuendelea kwa sambamba na Marekani, na ni nini tunapaswa kufanya ikiwa hatuwezi kuitegemea Marekani tena, mwanadiplomasia wa Asia ambaye hakutajwa jina alisema. Vile ujumbe wa Iran na Marekani utawasili katika mji mkuu wa Pakistan wa Islamabad kwa mazungumzo siku ya Jumanne, kituo cha television cha Al Hadath kinaripoti. Kulingana na mtangazaji huyo, mkutano huo utafanyika ndani ya muda uliopangwa. CNN kumbuka aliripoti mapema ikinukuu vyanzo kwamba duru ya pili ya mazungumzo ya Marekani na Iran yatafanyika Jumatano asubuhi. Ujumbe wa Marekani ukiongozwa na makamu wa rais JD Vance utaondoka kwenda Pakistan Jumanne asubuhi. Vile jeshi la Iran litatoa jibu linalofaa ikiwa Marekani itakiuka majukumu yake ya kusitisha mapigano, Ali Abdullahi, kamanda wa makao makuu ya jeshi la Iran, anasema. Jeshi la Iran litajibu kwa usawa ukiukaji wowote wa kusitisha mapigano, mtangazaji wa serikali ya Iran alimnukuu akisema. Vile maandalizi ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran mjini Islamabad yameingia kwenye hatua ya mwisho na timu za Marekani za mbele zinaendelea kuwasili kabla ya duru rasmi ya mazungumzo, The Express Tribune imeripoti. Kulingana na gazeti hilo, kuanzia Jumapili hadi Jumatatu jioni, ndege 11 zilizobeba wafanyakazi, magari na vifaa vya uendeshaji zilitua. Kuwasili kwa timu za mbele kumekamilika kwa kiasi kikubwa na wajumbe wakuu wanatarajiwa kuwasili mwishoni mwa siku. Vyanzo pia vilisema ujumbe wa Iran unaweza kuwasili mjini Islamabad kufikia Jumanne jioni. Rais wa Marekani Donald Trump anaweza kuhudhuria binafsi kusainiwa kwa makubaliano na Iran kuhusu suluhu ya mgogoro ikiwa pande hizo zitafanikiwa kufikia makubaliano, Richards imesema. Kulingana na afisa wa Pakistan, kiongozi huyo wa Marekani anaweza kuwepo wakati wa kuhitimisha makubaliano hayo, aidha ana kwa ana au kwa njia ya mtandao. Mambo yanaendelea na mazungumzo yanaendelea vizuri kwa ajili ya Aprili 22. Karibu vituo 138,038 vya raia nchini Iran vimeharibiwa na mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israeli tangu kuanza kwa ongezeko hilo, kituo cha television cha Iran SNN kinasema. Lakini kwa upande wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema kwamba operesheni ya kijeshi kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran imeondoa tishio la moja kwa moja la uwepo kwa taifa la Kiyahudi, na kwamba kwa maoni yake Israeli ingeweza kukabiliwa na janga kubwa kama vile mauaji ya kimbari ya Wayahudi yanayohusisha matumizi ya silaha za nyuklia. Netanyahu alitoa matamshi hayo katika sherehe ya ukumbusho wa kitaifa huko Yerusalem kuadhimisha siku ya ukumbusho kwa walioanguka vitani na waathiriwa ugaidi,
Hotuba yake ilitangazwa moja kwa moja kwenye chaneli zote za television za Israeli. Shukrani kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.